sana moderator. Asante kwa wote mliokuja. Thank you for all my sisters. I've seen you. Najua kwamba you are backing me up with prayers huko mliko. Thank you. Karibuni sana. As you guys were praying, nilikuwa nafikiria nasema kwamba you know what, it never gets easier. Hauwezi ukaizoea madhabahu ya Bwana. Kwa hiyo tayari moyo wangu unatetemeka kwamba anitumie tu kama chombo chake kisicho na faida mbele zake, ili mimi nipungue, yeye akaongezeke, maana najua sistahili hata kushika gidamu ya viatu vyake kama alivyosema Yohana Mbatizaji. Basi Holy Spirit, here we go, take charge. Sawa sawa. Basi kama alivyosema moderator, leo tunaendelea mtiririko wetu wa kitabu cha Samueli. Majuma mawili tuliopita tulikuwa na Sister Rebecca ambaye alitutake through chapter ya kwanza yote ambayo aligawanywa kwa majuma mawili. Basi na sisi leo tuko katika chapter ya pili. Karibuni. Chapter ya pili, juzi nilipokuwa naongea na viongozi niliwaambia naiona kama vile personally naiona kama vile iko too heavy. Basi nimeigawanya kwa majuma mawili. Leo kwa msaada wa Roho Mtakatifu akituwezesha tutasoma kuanzia sura ya mstari wa kwanza mpaka wa 21 ambao pia nimeugawanya katika mafungu matatu. La kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 10, alafu wa 11 mpaka wa 17, alafu kwa vile Roho Mtakatifu atakavyotuongoza tutamalizia 18 mpaka 21. Basi naomba tuendelee kama vile Roho Mtakatifu atakavyotusemesha. Basi tukumbushane tu kuhusu alichofundisha Sister Rebecca juma lililopita kuhusu Samueli wa kwanza. Tulimuona Elikana pamoja na wake zake wawili ambao walikuwa ni Penina na Hana. Hana alikuwa ni mtu wa imani sana, lakini alikuwa ni tasa ambako Mungu alikuwa amemfunga tumbo lake. Pia tulimuona Penina, yeye aliyekuwa na watoto, aliyekuwa mke mdogo I believe, akiwa akimnyanyasa mwenzie kwa maneno na vitendo. Tuliyaona maumivu ya Hana ambako alihisi aibu na huzuni hata pale mume wake alipokuwa anambembeleza kwamba kwa kumpa zawadi lakini hakuridhika. Pia tuliona safari ya kwenda Shilo ambayo wakati nasoma niliona kama wengine wanasema, some of the scholars wanasema ni kilomita 24 kutoka kule kwao Rama mpaka Shilo. Wengine wanasema ni 32, umbali kama walikuwa wanatembea between masaa 8 mpaka 10 kwa siku kwenda kule. Pia tuliona maombi ya Hana pale Hana alipokuwa ameenda kule Shilo. Tutakwenda kujiona huko mbele kwamba kwa nini Shilo, nijaribu kujua kwamba kwa nini kulikuwa wanaenda Shilo. Akiomba kwa uchungu sana, na pia ambavyo Mungu alimuonekania kupitia mtumishi wake, alikuwa mtumishi wake Eli, na pia ile alipomuombea na Hana akafanikiwa kupata mtoto. Tuliona jibu la Mungu na tuliishia pale ambako Hana amerudi na mume wake Elikana kwenda kutoa shukrani kwa sababu ya mtoto yule ambaye alikuwa anaitwa Samueli. Anasema for this child I prayed. Anasema kwa ajili ya mtoto huyu nilimuomba na Bwana akawa amenipa ombi langu. Ndipo alipoishia Sister Rebecca. It was a fruitful conversation. Mungu akubariki mtumishi. Basi unachokiona katika ramani, nimejaribu kutafuta ramani kwenye mtandao kuona walikuwa wanaishi Rama hapa napoweka kasa yangu, na walikuwa wanatembea mwendo mrefu mpaka Shilo. Kipindi kile kulikuwa hakuna magari, kwa hiyo either walikuwa wanatumia punda au kutumia miguu. Na umbali ulikuwa ni kilomita between 24 mpaka 32 kama mnapoona walikuwa wanaenda. Ndio maana walikuwa wanasema Elikana alikuwa anapanda kwenda Shilo kwa sababu alikuwa ni unyo, walikuwa wako chini, walikuwa wanapanda kwenda kule mlimani Shilo. Na ni kwa nini Shilo? Nimejaribu kusoma kuelewa. Wanasema kwamba kipindi kile kabla hekalu halijajengwa na Suleiman, Shilo ndio ilikuwa sehemu ambayo sanduku la Bwana lilikuwa limewekwa mahali pale. Sanduku la Bwana wanasema kwamba ilikuwa pale na Mungu alikuwa ametoa amri kwamba wote Waisraeli wote walikuwa lazima waende pale kwenda kutoa sadaka, kwenda kukutana na Bwana. So it was a command kutoka kwa Mungu kwamba ile ilikuwa ni sehemu yao. Utaikuta katika Kumbukumbu la Torati 12 mstari wa 5 mpaka wa 7. Nilisema tu niweke hivyo tunakoendelea at least tuweze kupata hiyo picha. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo utangulizi tu wa Samueli wa pili, tunamuona Hana amefika Shilo na Elikana mume wake wako pale kwa ajili ya kwenda kumshukuru Mungu. Kwa hiyo tutamuona Hana akimshukuru Mungu. Hana pia main key characters ni familia ya Eli pamoja na Hana pamoja na mume wake. Kwa hiyo nimewa cluster into two, Hana pamoja na familia ya Eli. Tutaona pia ukuaji wa mtoto wa Hana na mafundisho ya muhimu ni ya nini. Kwa hiyo without further ado, naomba nimkaribishe Sister Victoria ambaye tulikubaliana atanisaidia kusoma, anisomee sehemu yetu ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 10. Karibu Sister Victoria na Mungu akubariki.
Asante Sister Ana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu, mstari wa kwanza mpaka wa 10. Mstari wa kwanza anasema, naye Hana akaomba akasema, moyo wangu wamshangilia Bwana, pembe yangu imetukuka katika Bwana, kinywa changu kimepanuka juu ya adui zangu, kwa kuwa nafurahia uokovu. Mstari wa pili anasema, hakuna aliye mtakatifu kama Bwana, kwa maana hakuna yeyote ila wewe, wala hakuna mwamba kama Mungu wetu. Msizidi kunena kwa kutakabari hivyo, majivuno yasitoke kinywani mwenu, kwa kuwa Bwana ni Mungu wa maarifa, na matendo hupimwa na yeye kwa mizani. Pinde zao mashujaa zimevunjika, nao hao waliojikwaa wamefungiwa nguvu. Mstari wa 5 anasema, walioshiba wamejikodisha ili kupata chakula, na hao waliokuwa na njaa wamepata raha. Naam, huyo aliyekuwa tasa amezaa watoto 7, na yeye aliyekuwa na wana wengi amedhoofika. Bwana huua, naye hufanya kuwa hai, hushusha hata kuzimu, tena huleta juu. Bwana hufukarisha mtu, naye hutajirisha, hushusha chini, tena huinua juu. Mstari wa 8, humwinua mnyonge kutoka mavumbini, humpandisha muhitaji kutoka jaani, ili awaketishe pamoja na wakuu, wakarithi kiti cha enzi na utukufu. Kwa maana nguzo za dunia zina Bwana, naye ameuweka ulimwengu juu yake. Mstari wa 9 anasema, na yeye atailinda miguu ya watakatifu wake, bali waovu watanyamazishwa gizani, maana kwa nguvu hakuna atakayeshinda. Mstari wa 10, washindanao na Bwana watapondwa kabisa. Toka mbinguni yeye atawapigia radi. Bwana ataihukumu miisho ya dunia, naye atampa mfalme wake nguvu, na kuitukuza pembe ya masihi wake. Amen. Haleluya, haleluya. Mungu akubariki sana Sister Victoria. Basi naomba nikaribishe moderator uweze kuendelea. Kama tulivyosema ni Bible study, kwa hiyo kila mtu kuna kile ambacho amesemeshwa. Moderator, over to you. Amen. Asante sana Sister Ana, naomba urudishie hiyo screen ya alichosoma Bishop Victoria. Jamani, Yako. karibuni wapendwa. Amen. Thank you. Karibuni jamani. Tunaona Ana amerudi kushukuru jinsi ambavyo Bwana amemtendea. Kwa hivyo jamani, nawakaribisha. Mungu amewafundisha nini? Umejifunza nini kutokana na haya maombi ya mama yake Samueli ambaye alikuwa hana mtoto, Bwana akamtendea muujiza. Karibuni jamani. Karibu Sister Rebecca. Amen. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Amina. Amen. Amen. Mimi kitu cha kwanza ambacho nakiona ni muhimu sana, ambacho wengi mara nyingine tunaweza tukisichukulie muhimu, lakini ni kitu ambacho ni cha kurudi kwa Mungu kwa yale ambayo Mungu ameyafanya. Huwa naamini afu inanikumbusha wale wakoma walipoponywa na Bwana Yesu. Ni mmoja tu ndo ambaye alirudi. Kurudi kwa Bwana kunaonyesha vitu vingi sana kwako. Kwanza kinaonyesha umeacknowledge ile zawadi. Ni sawasawa na mimi ninakupa kitu haunani yoyote, ina maana you didn't acknowledge, you didn't like it, au umeona ni nini halali yako, ndio maana hujarudi kwa Bwana kumshukuru, au yani ulipopokea hukuiona zawadi au kujua ni zawadi, umeona umenunua. Kwa hiyo tunaporudi kwa Bwana tunaonyesha hiyo, tunaonyesha unyenyekevu. Vile vile sisi kwa faida yetu nyingine inatufanya tupokee zaidi, kama yule mkoma aliyerudi. Wale wengine waliponywa, lakini yule pale Bwana akamwambia amemtakasa vile vile, yani ulikamilishwa ule muujiza. Kwa kuna miujiza mingine katika maisha yetu inaweza ikaja ikapotea kwa sababu tu hatukurudi ule ukamilisho wa ule muujiza ukaenda kufanya. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunatakiwa tukichukulie kwa umuhimu.
tunaona hapa vile vile kitu ambacho nimekiona hapa, anasema pembe yake imetukuka katika Bwana. Yani unajua saa nyingine tunaweza tukawa tumetukuka lakini sio katika Bwana, lakini yeye anajua kwamba kutukuka kwangu, huu utukufu niliupokea kwa sababu aibu imeondolewa. Bwana amenipa utukufu huu, umetoka kwa Bwana, na bila yeye nisingeweza kunani. Lakini amenishangaza vile vile, anasema kinywa changu kimepanuka juu ya adui zangu. Kumbe tunamuona huko nyuma alikuwa ni mnyonge, alikuwa haongei, alikuwa hasemi, kwa sababu adui zake walikuwa na maneno zaidi kuliko yeye aliyokuwa nayo. Lakini kwa sababu ya Bwana, sasa hivi kinywa chake kimepanuka juu ya adui zake. Na imenishangaza vile vile kuona kwamba huyu kumbe alikuwa ana consider Penina kama adui in one way or another. Umeona, which is normal. Ni kweli Penina aliinuka kama adui, lakini wakati wa mapigano yeye hakumfanya adui. Alijua adui yake, alijua wapi pa kuipeleka kesi. Na sisi tujifunze hivyo hivyo. You don't linatuambia kwamba we are not fighting the blood and flesh. Vita vyetu ni vya kiroho. Kwa hiyo lazima tujue tunaipigana naye ni nani. Ndani yake ni kubwa sana, ina mambo mengi. Ngoja nishuke chini tu ili niwaachie watu wengine. Hapa kwenye mstari wa 6 anasema Bwana huua naye hufanya kuwa hai, hushusha hata kuzimu, tena huleta juu. Umeona? Sasa hapa mara nyingi watu huwa tunaona tu ni Mungu wa rehema, ni Mungu wa neema, lakini Mungu ni Mungu wa haki, na Mungu kuna wakati ana hasira, na ni ili tu tuweze tunatakiwa tu acknowledge kwamba Mungu anao huo uwezo wa kuua na kuuisha. Kwa hiyo sisi tunachotakiwa kufanya nini? Ni kunyenyekea katika mkono wake wenye nguvu. Moja nishie hapo. Amen. Barikiwa sana. Amina, asante sana Sister Rebecca. Karibu CEO. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi mstari nimeona kwa vingine leo na uonaga, lakini leo umenibariki, yani umenigusa. Moyo wangu wamshangilia Bwana, moyo wangu wamshangilia Bwana. Kwa hiyo inaonyesha, unajua saa nyingine unapata baraka, unaanza kushangilia zile baraka mpaka hata unasahau kumshangilia yule aliyekupa. Kwa hiyo anasema, yani ina maana anaonyesha kwamba yani furaha yake haiko tu kwa Samueli, bali hata kwa yule aliyempa. Yani kwa hiyo it's very important. Ndio maana anasema nimeiona leo kwa ango nyingine kwamba unapata ile baraka, unaomba kitu, utakishangilia mpaka sangaro unasahau hivi Mungu ndo alikupa. Kumbuka kumshangilia Bwana aliyekupa. Kumbuka, yani tukumbuke. Amen. Ni hicho tu. Amen. Amen. Barikiwa mtumishi. Amen. Amina. Naangalia mikono mingine, sioni mkono mwingine, na mimi naomba nichangie. Okay, Sister Kanana, karibu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kweli tukafahamu hiyo unaosema inaonyesha jinsi gani anavyompenda Mungu. Unajua ni upendo unaokusababisha usiangalie vile vitu, sasa unaenda zaidi ya yale matokeo. Yale matokeo ndio maana unaona ana uwezo kuachia mtoto wake, kwa sababu ni upendo wa Mungu. Anataka kuona Mungu anaonekana kwa wengine pia. Amen. Nilikuwa tunataka kuongea, imenigusa na mimi kweli. Nikiona kushangilia, tunashangiliaje Mungu? Tunashangilia katika ngazi hizi. Tunamshangilia kwa sababu tumepata hivi vitu, sasa tuweze kuwaonyesha wengine au tuweze kufanya yani kwamba hichi ndio sisi zetu zimefika. Tukishapata kitu sasa tunaona hata yale tulikuwa tunaombea, tuna maombi yanaisha, inabakia tu hali ya kwamba sasa hivi nimepata basi. Lakini sasa mtu ambaye anapata ile neema kujua kwamba huyu Mungu ni mkuu sana, ni mweza, ni mwenye upendo sana, kiasi kwamba hata mimi ambaye labda sistahili nimestahili. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sister Razia. Okay, mimi point yangu ni yani hii nilikuwa binafsi nimeshawahi kuisoma hii, lakini yani leo nilivyokuwa naisoma na juzi nimeiona kwa upya, kwa sababu ninaona kwamba yani Hana hapa anaonekana yani alikuwa amefurahi mpaka akapitiliza, kwa sababu katika maombi yake hapa anaposema yani kwamba anaongelea jinsi ambavyo amemuona Mungu kwa tofauti, na jinsi ambavyo ana recognize nguvu na mamlaka ya Mungu, kwamba Mungu ni Mungu ambaye ni mwaminifu, Mungu ndio anayebariki, Mungu ndio anayetajirisha. Yani amemuona Mungu in a different facet, kwa sababu mwanzoni ye alikuwa amemjua tu kama Mungu
kwamba kipindi kile alivyokuwa anamuomba alijua kuwa Mungu na mamlaka ya Mungu, lakini kutokana na jinsi Mungu alivyomfanyia, yani kwamba hapa naona kwamba Mungu amemfanyia zaidi ya matarajio. Ni kama mtu akikufanyia jambo kubwa, yani unafurahi mpaka unapitiliza, kama hapo Sister Pam alivyosema kwamba watu wanashangaa baraka mpaka wanamsahau Mungu. Yani hapa naona ni kama jinsi ambavyo ana kitu ambacho Mungu alimfanyia, kwa sababu amefuta aibu yake, na pia kwa sababu amemrudishia hadhi, kwa sababu kipindi hicho kuwa na mtoto, yani huwezi kuwa considered kuwa mwanamke bila kuwa na mtoto. Amen. Kwa hivyo yani jinsi ambavyo Mungu amemfanyia ni jambo kubwa, yani amekuwa overwhelmed. Hii prayer naona ni prayer ya mtu ambaye amekuwa overwhelmed with what God can do, kwa sababu sometimes watu tunamuomba Mungu, lakini Mungu anafanya exceedingly what we ask and pray for according to his power. Amen. Amen. Na kukaribisha Sister Anna, uendelee. Haleluya. Mungu awabariki sana. Nilikuwa naandika Sister Rebecca, Mungu akubariki, Sister Pam, Sister Kanana pia na Sister Razia. Wakati Sister Razia unaongea, Roho Mtakatifu alinisemesha ulivyosema kwamba furaha ya Hana ilikuwa kubwa mpaka imepitiliza, recognize mamlaka ya Mungu. So the Holy Spirit just prompted in me ule mstari ambao Daudi alisema, onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema. Sijui kama wengi mmeweza kutafakari unaonja vipi alafu unaona, kwa sababu ukionja you feel it in you. Labda anasema onja and then see, taste and see, two different things. So ameonja na akaona nguvu za Bwana, like it's like macho yake yalifunguliwa rohoni. Haleluya. Basi Mungu awabariki sana watumishi, nami nitaendelea kusema kile ambacho nimejifunza. Nitaanza mstari wa kwanza mpaka wa pili ambako Samueli alisema naye Hana akaomba akasema, moyo wangu wamshangilia Bwana, pembe yangu imetukuka, kama alivyosema I believe it was Sister Rebecca. Yes, kinywa changu kimepanuka juu ya adui zangu, kwa kuwa na ufurahia wokovu wangu. Hakuna aliye mtakatifu kama Bwana, kwa maana hakuna yeyote ila wewe, wala hakuna mwamba kama Mungu wetu. Tunajifunza nini basi? Kile ambacho Roho Mtakatifu amesema. Nimeandika nimeweka interchangeably. Nimesema mature believers move from pleading to praising. Unajua mwanzoni ukisoma chapter 1, Hana alikuwa, she was in the state of pleading. Ni yule mtu ambaye alikuwa analalamika mbele ya Bwana, ni mtu ambaye alikuwa analia, unajua with groanings, zile utterance. Lakini unaona ambavyo yani ameweza kugeuka kutoka kwenye kuplead kwa Bwana na kumtukuza Bwana, na pale kwenye sifa za Bwana ndipo mara nyingi Mungu anashuka na kujitukuza. Pia nikasema waabudio halisi umwabudu Bwana katika roho na kweli. Unaona ambavyo Hana alifungua moyo wake na ni mtu ambaye alikuwa anamwabudu Bwana. Tutaona tunavyosonga huko mbele. Pia wokovu wa Mungu hubadilisha maombolezo kuwa kicheko. Nadhani wengi tuna testimony hizo, kuona ambavyo Mungu anabadilisha seasons, but from season ya maombolezo kuwa ya kicheko. Ukisoma Mhubiri 3:1 inasema there's times and seasons for everything. Kuna muda wa kulia, kuna muda wa kucheka. Kuna juzi nimeandika devotions, wale mnaosoma za kwangu nimeandika kwamba 7 years of plenty vis-a-vis 7 years of plenty vis-a-vis 7 years of famine. Kwa hiyo zile season kwenye maisha zipo. Unafanya nini katika ile season ndio itakudetermine unafanya nini kwenye kile kitu kinachofuata. Pia nikasema wimbo wa kweli utokea katika moyo uliopondeka na kunyenyekea. Mara nyingi if you don't have a contrite heart, anasema broken and contrite heart, that you will not despise, O Lord. Zaburi ya 51 alisema Daudi, moyo uliopondeka na kuvunjika Mungu wa haudharau. Tunaona ambavyo Ana anaposema kwamba yani hasa moyo wangu unamshangilia Bwana, inatoka from the deep veins of her heart. I think kuna mtu amesema, Sister Pamela anasema kwamba the joy in the giver instead of the joy kwa yule ambaye on the things given. Ndicho ambacho tunakiona kwa Hana hapa, na ni somo kwetu sisi kote. Unapomwabudu Mungu, unapomkaribia Bwana amefanya kitu, itoke katika mtima wangu, kama ilikuwa anasema Daudi, mtima wangu, like my inner me inasema nini kuhusu Mungu. Na pia sifa na ushuhuda huzima kawaida ndimi za adui. Ukienda Ufunuo 12 unasema nao akamshinda kwa damu ya mwana kondoo na neno la ushuhuda. Mara nyingi unapomshuhudia Mungu huwa unamshinda shetani mara nyingi sana, and we are seeing Hana doing that. Nimependa mtu aliyotoa mfano wa wakoma wale waliorudi, I believe it was Sister Rebecca, and this is what we are seeing. Ya mtu anarudi, ana recognize kwamba unajua yani ambavyo nimetoka katika ile situation and here I am. Anaona tofauti, contrast, na anaweza kumtukuza Mungu, na anaona na jinsi anavyozidi kumsifu Mungu, unaona Mungu anamfungulia. Ndio anasema kwamba taste and see, your eyes becomes now, your inner eyes zinafunguliwa kuona ule ukuu wa Mungu. Kitu kingine ambacho nilikiona, utakatifu wa Mungu ndio nguzo ya uaminifu wake. Yeye hutenda kwa wakati.
wakati. Kipindi kile Hana analia wakati anatufundisha Sister Rebecca last week, hakujua kama mbele itakuwa vipi, lakini Mungu mara nyingi hutenda kwa wakati, kama alivyosema katika Isaya 55:8 kwamba neno lake halipotei, huwa linashuka na linatimiza lile kusudi ambalo Mungu analitaka. Na pia wamtumainio Bwana hawatikisiki katika mapito. Even though utapita, utakutana na kina Penina katika maisha, lakini mara nyingi unakuta you see God seeing you through. Unapita through the valleys, gongo lake lipo. Unapita katika jangwa, unamuona kama Elroy. Unapita katika ukame, anafungua maji. Unapita kama hivi, unapita hivi, analeta nyoka wa shaba. Kwa hiyo mara nyingi ukimtumaini Bwana huwa anakupitisha, na ndio maana unaona Hana anasema hivi vitu, anaongelea the might and the prowess of God, kwamba huyu Mungu ameweza kufanya vitu vyote hivyo. Na nikapata further reference, Zaburi ya 30 mstari wa 11 unasema, uligeuza matanga yangu kuwa machezo, ulinivua gunia ukanivika furaha. Na Habakuki 5:3-18 inasema, lakini mimi nitamfurahia Bwana, nitajifurahisha katika Mungu wa wokovu wangu. Mara nyingi unapopita katika mapito, kumbuka mwishoni mwa siku kuna light at the end of the tunnel. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pia Isaya 26:4 inasema, mtumaini Bwana siku zote, maana Jehova ni mwamba wa milele. Bwana asifiwe. Basi nitaendelea mstari wa 3 mpaka wa 5, ambayo Hana anazidi kumuongelea Bwana. Anasema, msizidi kunena kwa kutakabari hivyo, majivuno yasitoke vinywani mwenu. Angalia a contrite heart, pale moyo ambao unapondeka mbele ya Bwana. Anasema, kwa kuwa Bwana ni Mungu wa maarifa, naye huyapima matendo kwa mizani. Pinde zao mashujaa zimevunjika, hao ni kina Penina, na hao waliojikwaa kama kina Hana wamepata nguvu. Walioshiba wamejikondisha ili kupata chakula, lakini waliokuwa na njaa sasa hawana njaa tena. Naam, huyu aliyekuwa tasa amezaa watoto 7, lakini yeye aliye na watoto wengi amehuzunika. Tunajifunza nini katika hii mstari wa 3 mpaka wa 5? Nimesema kwamba unajua, see how praise can turn one into a prophet. Nimeshaiona hii mara nyingi. Ukiwa katika sifa, soma neno, utaona wengi wanapokuwa katika sifa sana, mara nyingi Mungu anaachilia roho ya unabii ndani yake. Tutaona huko chini kwa nini nimesema hii, lakini Mungu aliachilia roho ya unabii ndani ya Hana, na Hana akaanza kuprophesy vitu vingine. Tutaviona tunavyoelekea huko. When your heart is in the right posture with God, he can use you to rebuke, he can use you to prophesy. Anaweza kutumia either way, provided unakubali kuwa kama vessel mbele ya Mungu. Na pia nikasema God is the discerner of hearts and souls. Mtanisamee kipare nimekiandika hapo, lakini Mungu huwa anapima mioyo yetu pamoja na nafsi zetu. Mungu wapinga wenye kiburi na kuwaweka mbali naye. Na pia unyenyekevu ni njia ya kumkaribia Bwana. Nguvu ya Mungu huanza pale uwezo wa wanadamu unapoishia. Yeye aliyeitwa tasa, unasikia? Yeye aliyeitwa tasa sasa amezaa watoto 7. Haleluya. Vyote hivi vina maana. Ushindi wa kweli na nguvu za kiroho kutokana na moyo uliopondeka mbele za Mungu. Mungu anasema, nitaongea huko mbele, saizi nisiweze kuiongea. Anasema anaketi mahali pa juu palipoinuka pamoja na wale waliotubu na kupondeka mioyo. Daudi pia anasema kwamba Mungu anasema moyo uliopondeka, na anasema moyo uliovunjika na kupondeka, Mungu hautaudharau. Anasema ungetaka dhabihu, lakini Mungu anaangalia moyo. Na ndio hicho kilichomsaidia Hana mpaka Mungu akafungua. Lakini pia kilichomsaidia kingine ni utimilifu wa nyakati ulifika. Mungu alikuwa anajua anachokifanya. Na pia Mungu ushibisha nafsi inayomsubiri kwa imani. Utele wa Mungu huanza pale ubinafsi wetu unapokoma. The minute tukirealize kwamba siwezi kitu bila mimi, Mungu ndio huwa anaachilia. Umegundua, nilikuwa natamani mtu angeisema anaposema kwamba huyu aliyekuwa tasa amezaa watoto 7. Mara nyingi Biblia inapokuwa inataja namba, jaribu kukaa na kufikiria kwamba kwa nini ametaja, lakini wakati nasoma Roho Mtakatifu alionyesha katika namba 7 inaishiria utimilifu wa baraka kutoka kwenye utasa mpaka utimilifu. Kwenye utasa, ukisoma Zaburi Isaya 54 inasema, imba wewe uliye tasa, wewe usiyezaa, paza sauti yako kwa kuimba, kwa kuwa watoto walioachwa ni wengi kuliko wale walioolewa. That's what she was referring to here. Nakumbuka sio kama sister Jackie amekuja leo, rafiki yangu ambaye tunaomba naye asubuhi, nimwambia nimkaribisha. Kuna siku tulikuwa tunaomba, moyo wangu ulikuwa una huzuni sana. It was a morning glory. Tunaanza saa 10 mpaka tunaenda mpaka saa 12 saa nyingine. Wakati naomba moyo unaugua, nikasikia naambiwa imba wewe uliye tasa. Nikakana, Mungu unasemaje? I think nilimshuhudia Sister Pam, imba wewe uliye tasa. Nikaiandika chini. Ghafla nikajikuta sasa najiona kwamba katika hali yangu ya utasa huo Mungu akataka nianze kuimba. And then I started prophesying na utasa wangu. And this is what you are seeing here. Aliyekuwa tasa, Mungu amempa utimilifu, kazaa watoto 7. Na niliandikia pia devotion, maana nilipewa kuandika, nikaituma kwa wao ambao walipata neema ya kusoma. Mungu anasema wewe uliokuwa tasa unakwenda kuzaa. Lakini ona katikati ya jangwa
lako, utasa wako, Mungu anasema. Alafu anasema yeye aliyekuwa na watoto wengi anaishia kuona huzuni, meaning kwamba hata kama unapita sasa hivi na mwenzako amepata, yani unajua kwamba yani usijisikie vibaya kwa ajili ya shughuli ya mwenzako, kwa sababu inapokwenda ku turn tables unamkuta hata yule ana huzuni kuliko hata wewe ambaye ulikuwa uko tasa. Na katika utasa wako ukimwomba Mungu kama Hana, utaona Mungu anajibu. Ndio ambao nimejifunza hapa. Nimeweka reference pale, kuna Mithali 16:2, njia zote za mtu ni safi machoni pake mwenyewe, lakini Bwana ndio upima mioyo ya watu. Na Yakobo 4:6 inasema Mungu wapinga wenye kiburi, hiyo ni daima, lakini wapa wanyenyekevu neema. Ukitaka kumjua Mungu wetu tunayemwabudu, wewe muondishe tu kiburi, utaona. Au wote tu angalia mtu ambaye alimuondisha Mungu kiburi, ndipo utakapojua nguvu za Mungu ziko kaina gani. Au mdharau mtumishi mpaka mafuta wake, ndio utakapojua mchezo wa Mungu. Hapo huo hachezagi Mungu. Na pia Wakorintho wa 2:12-9-10 inasema neema yangu ya kutosha, kwa maana uwezo wangu ukabilika katika udhaifu. My grace is sufficient. Nakumbuka Paulo alipopata ule mwiba, Mungu alimwambia katika huo udhaifu wako na kuhitaji hivyo hivyo. Nimesema kuhusu Isaya 54 na pia Luka 1:53 inasema amewashibisha wenye njaa kwa mema na matajiri amewaacha mikono mitupu. Haleluya. Na mstari wa 6 mpaka wa 10 tunapomaliza hii pati ya kwanza, unaona Ana anaendelea kumsema kuhusu Mungu. Bwana huua, Bwana hufanya kuwa hai, ushusha hadi kuzimu, tena uleta juu. Ameongea Bwana ufukarisha na utajirisha. Ameongea vitu vingi sana hapo kuhusu Bwana. Na mwisho anasema toka mbinguni yeye atawapiga radi. Bwana ataihukumu dunia yote. Na pia kuna mstari hapa ambao nitamani kuweka in red. Anasema naye atampa mfalme wake nguvu na kuitukuza pembe ya masihi wake. That was a prophecy. It was a prophecy. Hana alikuwa anaongelea kuhusu ujio wa Bwana Yesu. And this was centuries back, kabla hata Daudi hajafika. But Anna had prophesied kuhusu Jesus. Maana alikuwa anaona ambavyo vinavyoendelea duniani. Anaposema ufukarisha mtu, alikuwa tu aongelea situation yake yeye na aliyopitia na Penina. No. She was talking at large. Ukuu wa Mungu. Anaposema ufukarisha mtu na utajirisha, she was prophesying about what went on to the Israelites. Ushusha chini tena huinua juu. Humuinua mnyonge kutoka mavumbini, humpandisha mhitaji kutoka jahani, ili awaketishe pamoja na wakuu, wakirithi kiti cha enzi cha utukufu. Anasema kwa maana nguzo za dunia zina Bwana, naye ameuweka ulimwengu juu yake. Atailinda miguu ya watakatifu wake, bali waovu watanyamazishwa gizani. Maana kwa nguvu hakuna atakayeshinda. Washindanao na Bwana watapondwa. Toka mbinguni yeye atawapiga radi. Bwana ataihukumu dunia yote, naye atampa mfalme wake nguvu. He was speaking of Jesus. Na kuitukuza pembe ya masihi wake. Masihi maana yake mpako mafuta wa Bwana. Nikaandika pale, unajua niliandika kwa Kiingereza, mnisameni, nilisema you know what, as I was doing this wakati niko ofisini, Mungu akawa ananiambia ile kwamba his omnipotence, his omniscience, his omnisapient, his omnibenevolence. Tajaribu kuandika tu zile tafsiri ambazo nazijua. When you speak of omnipotence, ndicho ambacho alikuwa anaongea Hana. He's an all powerful God. Omniscience, he's an all knowing God. Omnisapient, he's an all wise God. Omnibenevolence, he's a God who is always good. And this is what Hana alikuwa anakiongea hapa. Anaongelea ukuu wa Mungu, mapana ya ajabu sana. Nataka kuamini kabisa tukifika mbinguni tutajua halikuwa tu haongei kwa ajili ya ile ndani yake, but she was prophesying katika vile ambavyo anaviona kuhusu Mungu. Pia tunaona Hana anatambua kuwa Bwana ndiye mtoa uzima na ni mwondoa uzima. He is the giver and he is the taker. He is the giver and he is the taker. Maisha yetu yako mikononi mwa Bwana. Naam, nyakati zetu pia. Unajua alisema kabla hata hujazaliwa na alikujua. Kabla hujaweka katika tumbo la mama yako na alikutenga kufanya uwe nabii wa mataifa. Pia Paulo amesema kitu hicho. Mungu alikuwa anaongea kwamba I knew you, na ndio tunachoona hapo. Maisha yetu yako in his hands. Hakuna jambo linalomtokea mtu kwa bahati, Mungu kwa bahati. Yote yapo katika kusudi lake la milele. Kila kinachotokea kilipangwa na Mungu ameweka mbele yake time, kwamba time and seasons kwa kila mwanadamu. Mungu hushusha mtu ili kumtakasa na huinua ili kutukuzwa. Ukisoma Yohana anasema kila tawi lisilozaa hulikata, na lile linalozaa anasema kwamba nitaliprune ili lizae zaidi. This is what you are seeing here. Alafu urejesho ni tabia ya Mungu. Mungu ni Mungu wa urejesho. Hiyo ni moja ya sifa yake kuu. Katika sifa zake nyingi sana Mungu wetu. Mungu hulinda miguu ya wacha Mungu wake, lakini waovu hukaa gizani. Na pia
Mstari wa 8 alikuwa anasema kwamba kumpandisha, anasema kwamba sio kwa nguvu zetu. Samuel amesema sio kwa nguvu zetu. Nimeandika not by might, not by power, but by spirit. Hiyo unaikuta kwenye kitabu cha Zakaria. Anasema sio kwa nguvu zako wala sio kwa uweza wako. Ndicho Hana alichokuwa anasema hapa. Anasema huwezi kutumia nguvu zako mwenyewe, lakini ukimtegemea Mungu ndipo unapoona ukuu wake. Na pia wanaomfuata kwa uaminifu hudumishwa hata katikati ya majaribu. Keyword pale ni uaminifu, kama uliokuwa wa Hana. Katikati ya yote hakunogewa na zile zawadi au sadaka za here and there. She knew kwamba lazima nimkimbilie Mungu, niweke vingine vyote pembeni. Na pia kama nilivyosema, anamaliza wimbo wake kwa unabii. Anaona ujio wa mfalme na Masihi ambaye ni Bwana Yesu. Anatabiri kwamba Bwana atawahukumu waasi na kumuinua mfalme wake. Ndio kazi aliyokuja kufanya Masihi. Ni mara ya kwanza kwenye kitabu cha Samueli inaongelewa ujio na utawala wa Kristo centuries kabla ya Daudi. Nisema niandike hiyo, nifikiri kuna mmoja labda angeisema. Ukiangalia kwenye reference Kumbukumbu 32:39 inasema, fahamu ya kwamba mimi Mungu ndiye naua tena nauisha, nimejeruhi tena ninaponya, wala hapana awezaye kuokoa katika mkono wangu. Na pia Zaburi ya 113 inasema, huwainua maskini katika mavumbi, huwapandisha wahitaji kutoka dawani, awaketishe pamoja na wakuu. Na pia unaona ambavyo Mungu anasema, tuna Wafilipi wa pili tulisoma na mwalimu Makwaya few weeks ago, alivyokuwa anaongelea kuhusu ukuu wa Mungu, ambapo anasema alinyenyekea, Mungu akamuinua akamketisha. And this is also what you are seeing here. Basi Mungu awabariki sana. Naomba tuendelee sehemu yetu ya pili, ambayo mstari wa 11 mpaka 17. Nimkaribishe Sister Victoria atusomee. Karibu Sister Victoria. Amen. Nitasoma tena kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Mstari wa 11 anasema, kisha Elkana akaenda Rama nyumbani kwake, naye yule mtoto akamtumikia Bwana mbele yake Eli kuhani. Basi hao wana wa Eli walikuwa watu wasiofaa kitu, hawakumjali Bwana. Mstari wa 13, wala haki ya makuhani ilivyokuwa kwa watu. Wakati huo mtu yeyote alipotoa dhabihu wakati wowote, ndipo huja mtumishi wa kuhani. Nyama ilipokuwa katika kutokota, naye akawa na uma wa meno matatu mkononi mwake. Mstari wa 14, naye hutia kwa nguvu uma chumbuni au birikani au sufuriani au chomboni. Nyama yote iliyoinuliwa kwa huo uma kuhani huichukua mwenyewe. Ndivyo walivyofanya huko Shilo kwa Waisraeli wote waliokuja huko. Mstari wa 15, tena kabla ya kuteketeza mafuta, huja mtumishi wa kuhani akamwambia yule mwenye kuitoa dhabihu, mtolee kuhani nyama ya kuoka, kwa kuwa hataki kupewa nyama iliyotokoswa, bali nyama mbichi. Tena ikiwa mtu yule amwambia, hawakosi, wataichoma moto hayo mafuta kwanza, kisha utwae kadiri roho yako itakavyopenda. Ndipo usema sivyo, lakini sharti anipe sasa hivi, la hunipi, basi nitaitwaa kwa nguvu. Mstari wa 17, hivyo dhambi ya wale vijana ilikuwa kubwa sana machoni pa Bwana, kwa maana hao watu walidharau sadaka ya Bwana. Amen. Haleluya. Asante sana mtumishi wa Mungu. Basi karibu mtuambie mmejifunza nini. Moderator, over to you. Amina jamani. Haya, karibuni. Nasubiri muinue mikono. Hapa inaongelea kuhusu wana wa Eli. Nakumbuka Eli alichaguliwa kuwa ukoo wake wa Walawi ulipewa mamlaka ya kuwa makuhani. Karibu Sister Rebecca. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Amen. Amen. Naomba tukumbuke vile vile kwamba hata kina Samueli ni Walawi, isipokuwa kulikuwa na familia tofauti tofauti, zina kazi tofauti tofauti. Kwa hiyo kwenye familia ya kina Elkana ni Wakohanini sijui, au walikuwa wana kazi tu ya kusafisha vyombo, lakini familia ya nani ndio yenye ukuhani, kwa sababu kwa wametoka kwa Aroni ya Eli. Sasa mimi kitu ambacho kikubwa nimekiona hapa ni kwamba Elkana alimerudi nyumbani na yule
yule mtoto akamtumikia Bwana mbele yake Eli kuhani. Napenda hili swala kwamba alimtumikia mbele, ina maana nyuma yake palikuwa na mtu ambaye anauangalia ule utumishi wake ili kuweza kumwelekeza katika njia inayopaswa. Ni kweli tuna Mungu ndio anayetuita, Roho Mtakatifu tuko naye, lakini bado hapa duniani tunahitaji watu, maanake kuna vitu vingine vinaweza kuwa tu ni vya kiulimwengu tu, tabia tu fulani ambazo unazifanya zinakuweza kukushindishwa wewe katika utumishi wako, ukashindwa kupokea zaidi kwa Mungu, ambavyo mtu mwanadamu mwingine anakuona anasema usifanye hivi. Kwa hiyo ni muhimu sana na sisi kuwa tunajinyenyekeza mbele ya watu ambao wametangulia mbele katika wokovu, au Mungu amewapa neema ya kuwa viongozi katika maisha yetu. We need to honor men and women of God in our lives. Kingine ambacho vilevile kimenishangaza ni vile vile tena tunarudia jinsi hii familia ilivyokuwa walikuwa in one accord. Baba akakubali kumwacha mtoto, mama akakubali, hapakuwa na utengamano katika kusudi. Umuhimu wa kufanya vitu kwa pamoja na maelewano, especially katika makuzi ya watu. Lakini vile vile naiona jinsi hii familia ambavyo pamoja na kuwa na mambo yote ambayo tunayaona hapa chini ya hawa watoto wa Eli mwenyewe alishindwa kuwalea watoto katika njia iwapasayo kwenda, lakini bado wao walikuwa na imani kwa Mungu, kwa sababu walipotoa hawakutoa wakimwangalia Eli, walimtolea Bwana. Na hii ndio tofauti. Unakuta watu wengine katika kutoa, mtu anashikilia ana withhold kwa kusema nikitoa, mbona yule mchungaji yuko hivi, nikitoa mchungaji ataenda kununua gari, nikitoa mchungaji atafanya hivi, atafanya. That's not. Kama umemwahidi Bwana utatoa katika madhabahu fulani, nitatoa kwa ajili yako, mwangalie Bwana aliyeanzisha imani yako na ndio atakayeimaliza. Kwa hiyo tujifunze kutokuangalia watu, kwa sababu no one is perfect. Kila mtu tukianza kumwangalia kwa nini nafanya hivi na kutokumwangalia Bwana, tutaacha kufanya. Kingine naona jinsi ambavyo hawa watoto ambavyo ukisoma katika jinsi ambavyo pamoja na kuwa wamekulia katika nyumba ya watumishi, wamefundishwa toka wamezaliwa, wanajua wao ni nani, lakini bado walimdisregard Mungu. Ni kitu cha kusikitisha sana, na pamoja na kuwa tunaweza tukawaangalia kama hawa ni wa wakati huo, lakini je, sisi ni katika mambo gani ambayo tumekulia katika wokovu na bado tunamdisregard Mungu? Kwa saa nyingine kuna vitu vingine ukisoma inabidi urudi nyuma, alafu kuangalia kwenye kioo, what is it that naitake kama nimekuwa too familiar kiasi ya kwamba ile hofu ya Mungu imeondoka katika ndani yangu, katika maisha yangu, kwamba I continue to do that despite ya kwamba najua hii ni wrong. Hata bila kemeo la mtu yoyote, nafsi yako, conscious yako inakwambia, bado roho vile vile anakukemea. Mungu atusaidie. Lakini imenishangaza vile vile kwa jinsi huyu baba, jinsi maonyo lilipokuja, lakini yeye hakunani. Bado tujafika hapo, ngoja niishie hapo, niwachie wengine. Mungu awabariki. Amen. Amen. Tapiga faini. Sorry mwalimu. Hamna neno. Naomba usipige faini mimi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Namwangalia huyu Eli. Yaani huyu Eli. Yeye ni kuhani, yeye atakuwa awe mfano kwa watoto wake, lakini tunaona kwamba watoto kupata. Hii inatupa onyo kali wazazi, kwa sababu unajua ukiwa na watoto wako saa zingine una tabia za kuwalealea kiaiai, tuseme, yaani huyu mtoto wangu atabadilika, au katika ile strictness ambayo inatakiwa kumuongoza mtoto kushika sheria za Bwana ili asizipata, ili asiweze kufanya vitu ambavyo tunaona sasa watoto wanafanya. Nakumbuka Ayubu anasema anaamka kwa uoga wa Mungu, anasema si watoto wangu wakamkosea Bwana, anaenda kuomba. Yaani umuhimu huu, sisi wazazi, sisi walezi kweli tunahitaji kusimama, kwa sababu hawa watoto ukiangalia historia yao, labda ni kwa sababu ya baba yao kuwafanya vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Hallelujah. Na mimi naangalia hapa kama kuna mtu mwingine wa kuchangia. Mimi kuna kitu ambacho kimenijia tu moyoni kwamba
na sisi tunaweza tukawa so familiar with God mpaka tukasahau kwamba Mungu ni Mungu. Yaani kwa mfano kama hawa walikuwa watoto wa Lawi hawa. Kwa hivyo nafikiri hiyo position wazungu wanasema it went on their heads. Kwa hivyo na sisi sometimes ninavyoona ni kwamba Mungu anaweza akakubariki ama Mungu akakufanyia kitu ama ukamjua Mungu mpaka ukafika mahali hata Mungu akikwambia kitu unaona yani it cannot be done like that, it should be done like this. Ama yani umemzoea Mungu yani mpaka unapitiliza, kwa sababu yani hao watoto walikuwa yani wanafanya hata hivyo yani bila hata woga, kwa sababu yani hichi kitu unaweza ukaassume kwamba wamekaa katika hiyo household wanafahamu, lakini nafikiri sometimes tunakuwa tuna take for granted kujihesabia haki. Na kingine ninachoona ni kwamba tuko so familiar, we forget mipaka yetu kwamba tunaishia wapi na Mungu anaanzia wapi. Kwa hivyo na sisi pia najifunza kwamba tusimzoee Mungu kiasi hicho, kiasi kwamba tukaona tu kwamba kwa sababu sisi tumebarikiwa, sisi tumeokoka, kwamba yani there are some things that we can get away with it. Mungu yuko pale pale. Amen. His principles ziko pale pale. Yani we should not go beyond that. Karibu mwalimu, sioni mkono mwingine. Karibu, endelee. Hallelujah. Asante, Mungu awabariki sana. Asante Sister Rebecca, Sister Kanana pia na Sister Razia, moderator wetu wa leo. Mungu awabariki sana. Kulikuwa kuna discussion kuhusu Samuel na Eli. Samuel origin yake Samuel was also a Levite, ni Mlawi kama alivyosema Sister Rebecca, lakini ametokea kwa familia ya Kohath, ambaye Kohath alikuwa mtoto wa Mlawi. Kwa hiyo yeye Samuel ni Levite by tribe, ni Mlawi kwa kabila. Lakini Eli yeye ni descendant wa Aaron. Yeye ni nisaidieni kumute. Eli yeye ni descendant wa Aaron. Kwa hiyo Eli yeye alikuwa ni pure blood. Unajua Aaron ndo alikuwa kuhani wa kwanza. Baada ya Musa, Mungu akamweka Aaron kuwa kuhani wa kwanza aliyewekwa na Mungu. And therefore priest by birth from the tribe of Levi. Na ametoka katika mtoto wa mwisho wa Aaron, alikuwa anaitwa Ithamar. Kwa hiyo ndio difference ya Samueli na wa Eli. Na ndio maana Mungu alikuwa anasema kile alichokuwa amesema. Kwa hiyo tunajifunza nini basi katika mstari wa 11 mpaka 17 nimeweka wote pale, ambayo inasema kwamba sitaki kurudia sana, lakini kuna vitu ambavyo nilivihighlight kwa sababu niliona vina masomo. Elikana akaenda Rama nyumbani kwake. Nilitegemea mtu angeiona hii, kuna kitu ambacho Roho Mtakatifu alinifundisha. Ukisoma anasema Elikana akaenda Rama nyumbani kwake, yule mtoto akamtumikia Bwana mbele ya kuhani. Si kama mmenotice inasema Elikana tu akaenda nyumbani. Mmejiuliza Hana yuko wapi? Alienda akamwacha Hana. Why are they mentioning? As much as Israelites tunajua ni patrilineal society, wana patriarch system, lakini mbona Hana is not mentioned there? So I was prompted to ask wakati niko ofisini siku naandika kwamba kwa nini. Nikasema Biblia inasema Elikana alirudi Rama nyumbani kwake, Hana hajatajwa, ingawa ndiye aliyekuwa amemkabidhi mtoto Samuel kwenye sura ya kwanza. Biblia inatuambia sura ya kwanza wakati inaishia Hana alimpeleka mtoto akiwa na Elikana. Hii inarudi inasema Elikana ameenda. Where is Hana? Unaona? So nikasema katika desturi za Kiebrania, katika desturi za Kiebrania mtu alipotekeleza nadhiri inaitwa neda. Akishatekeleza nadhiri, anaiacha sadaka hekaluni na kurudi nyumbani kwa amani. Jukumu lake linakuwa limekamilika, na ndio maana no mentioning of Hannah there. Ukimya wake uliashiria ukamilifu wa nadhiri. Ameshatenda kwa Bwana, kwa hiyo ana amani. Nikaandika pale from asking to resting in his promises. Nikatoa mfano wa Jochebed. Mnakumbuka Jochebed? Kuna kipindi niliandikaga Jochebed wakati wa Mother's Day, mama yake Musa. Alipomwacha Musa mtoni, akatoka pale akaondoka with peace, anasikilizia. Au Bikira Maria alipokutana na wachungaji, aliweka maneno yake moyoni akasema kwamba na iwe kwangu. Alipokuwa anaambiwa kwamba mwanao atafanya hiki na hiki na hiki, Biblia inasema aliyatunza yale maneno moyoni mwake kwa amani, akakaa kimya. And this is what we are seeing here. Hana alimwachia mtoto wake, and then she left, resting on the promises of God. Kuna mambo ambayo mama yetu alikuwa anaupenda sana, resting on the promises of God my savior, leaning on the promises of God, from asking to resting in his promises. Nikatoa mfano, and sometimes nikasema ukimya
silence is not absence. It's not absence. You cannot mistake into absence. Au Mungu akiwa amekaa kimya. Leo nilikuwa na discuss na dada yangu, nadhani yuko hapa kule Marekani, kinachoendelea, and she was asking me, where is God? Ana, where is God in this? Natamani baada ya hii niongee naye, najua atanikimbiza. Lakini do not mistake silence for absence. Sometimes Mungu anakaa kimya for a reason, but also silence inaweza ikaonyesha a show of trust, from tears in the temple to resting in his will. Inasemekana Samueli alikuwa na umri wa miaka 5, maana winning period ya watoto wa Israeli ni kati ya miaka 3 mpaka 5. Nilijiuliza, maana Biblia inasema, nilipoweka pale kwenye rangi ya amba, kama na yule mtoto akamtumikia Bwana mbele ya Eli. Roho Mtakatifu akaniprompt like, Anna, can you ask yourself, kwa nini huyu mtoto alianza kutumika tu? How old was the kid? So nikaanza kuresearch. Waisraeli huwa wanaacha kunyonyesha mtoto kuanzia miaka 3 mpaka 5, na inasemekana Samueli wakati anapelekwa alikuwa na miaka 5. Kama Musa pia alivyorudishwa kunyonya, he went back when he was around 5 years, akaenda straight kwenye nyumba ya Farao. Na hii Samueli alianza kumtumikia Bwana akiwa around na miaka 5 pia. Kingine tunachojifunza ni kwamba Mungu alikuwa anamtayarisha Samueli katika siri, hata kabla ya Israeli kujua kuwa anakuja. Tunakumbuka issue ya Elia na Mungu pamoja na the remnants, wale masalia, ule mstari wa masalia. Wakati Elia alikuwa anajifikiri yuko peke yake wakati wa malkia yule Jezebel, Mungu akamwambia, nimejisazia masalia. Wao wanapenda sana kwenye maombi, the remnants. Kwa hiyo wakati uovu ule ulikuwa unaendelea, God had a plan. Trust God to have a plan kwenye kila kitu, na ndio hicho kinachoendelea. Uovu ulikuwa unaendelea. Imagine ambavyo watu walikuwa wanalalamika kuhusu sadaka, watu ambao wanawakimbilia ndio wawakilishi wa Mungu duniani, ndio wakavuruga zaidi. But God had a plan. So trust God to have a plan katika maisha ya kila mmoja wetu. Pia wale wanaokaa katika uwepo wa Mungu hukua katika uaminifu wake. Tunaambiwa Samueli anakuwa katika njia za Bwana, lakini wana wa Eli waliishi katika uovu. Kila mahali ukisoma wanasema wale vijana walikuwa wanafanya dharau, afu Biblia inasema Samueli akaendelea kukua mbele za Bwana. Kuna kitu ambacho Mungu anatujaribu kutufundisha katika hizo contrast between the two. Na pia as much as wao watu walikuwa ni waaminifu, hawezi kutoa sababu kwamba walikuwa hamjui Bwana. Na kutokumjua Bwana haimaanishi kwamba wakusikia habari zake. Walikuwa wanajua habari zake. Walichoose. Na Mungu wetu ni Mungu wa kutupa free choice, free will. Walichoose kuto kusikiliza au kudharau sheria za Bwana. Na pia hawa watu walihudumu imani pa Bwana, ila hawakuwa na heshima wala uaminifu. Ni kitu cha kutisha sana, especially unapokuwa unamhudumia, unafanya kazi ya Bwana alafu ukakosa kumheshimu katika vitu vyote. Ukikosa kumheshimu Bwana, ndio ile dhambi ambayo anasema ina ngumu kusamehewa mbele ya Bwana. Huduma isiyojengwa katika kumjua Mungu huzaa uharibifu. Kumjua Mungu si sawa na kumheshimu njia zake. Kumjua Mungu ni tofauti na kuheshimu Mungu ni tofauti pia. Ni lazima umjue, lakini pia lazima umheshimu. Mungu commands respect. Yani he commands, ni haki yake. Na ukimchezea katika hiyo, unaona moto. Maana huwa he doesn't play kwenye kitu kama hicho. Bwana asifiwe sana. Na pia tunamwona mtoto Samueli akimtumikia Bwana chini ya kuhani Eli. The divine order. You are seeing the divine order. Tunapaswa kumtumikia Mungu chini ya baba wa kiroho au kuhani. Kila mtu ana baba yake wa kiroho. Tunapaswa kila mtu kuwa na baba wa kiroho. Na Biblia inaposema kwamba Samueli akaendelea kumtumikia Mungu chini ya, it's also a lesson kwetu kujua kwamba lazima uwe chini ya baba wa kiroho. Huwezi kuishi peke yako katika maisha. Na ndio maana Mungu aliweka ile divine order. Juu yetu sisi tunayo Yesu. Nimeandika pale, Joshua alikuwa na Moses, Elisha alikuwa na Elijah, kama mnakumbuka. Disciples walikuwa na Bwana Yesu, na sisi zote tunamtumikia Mungu chini ya kuhani mkuu ambaye ni Yesu wa mfano wa Melkizedek. Kwa hiyo that divine order is there, na ndio maana Biblia ilikuwa inatuonyesha Samueli akakuwa chini ya, for us to learn something there. Bwana asifiwe. Pia tunapoendelea kujifunza tena, kabla ya kuteketeza yale mafuta, Biblia inajua inapoongea, mara nyingi huwa kunakuwa kuna masomo. Nilijifunza sana hii katika Bible study. Unajua walipokuwa wanaongea kuhusu mafuta na watu wanalia, wanasema kwamba hapana. Ukisoma mstari wa 12 unasema, basi hao wana wa Eli walikuwa watu wasiofaa kitu, hawakumjali Bwana wala haki ya makuhani iliyokuwa kwa watu. Haki ya makuhani ambayo iko kwa watu. Wakati huyo mtu alipotoa dhabihu wakati wote, ndipo huja mtumishi wa kuhani, anasema kwamba chomboni na nyama yote anataka kuichukua ile nyama. Watu wanakataa, wanamwambia, wanasema mstari wa 15, tena kabla ya kuteketezwa mafuta huja mtumishi wa kuhani akamwambia mwenye kutoa dhabihu, mtolee kuhani nyama ya kuoka.
Tena anasema kwa kuwa hataki kupewa nyama iliyotokoswa, anataka nyama mbichi ikiwa na mafuta. Kwa nini Biblia imesema hivi? Wakati nasoma kuna kitu ambacho nimejifunza. Ukisoma Walawi 3 mstari wa 6 mpaka wa 16 mpaka 17 unasema kwamba all fat is the Lord's. Mafuta yote ilikuwa ni amri ya daima Mungu aliitoa kwenye Walawi 3:16-17. Nimeandika pale tu just a portion. Katika vizazi vyenu vyote ndani ya nyumba zenu ya kwamba hamtakula mafuta wala damu kabisa. Mungu alikuwa anataka mafuta yaende kwake kama vile a token of sadaka ambayo ni njema mbele yake. Kwa nini? The burning, Mungu alikuwa anataka ukichukua, alitoa na instructions, mafuta yachomwe kwanza ndio nyama itokoswe. Burning ilikuwa ina represent giving God the first and the best, ambayo ilikuwa inaonyesha honor, glory and satisfaction. They were to wait until the fat is burned as an offering to God. Mungu alisema mafuta yote ni ya kwake, and this shall be a perpetual statute. Ilikuwa ni amri ya daima, you shall neither eat fat nor blood. Sasa angalia, Mungu alishatoa amri tangu wakati wa Walawi, wakati wa Musa. Hao wanakuja wanasema nipe nyama mbichi. Na ndio maana Waisraeli walikuwa, ambao Waisraeli tunajua wanaheshimu sana Torati, walikuwa wanaumia sana mbele ya Bwana. Bwana ulitoa amri, mafuta ni ya kwako. Kwa nini wanatulazimisha tuwape wao nyama ikiwa mbichi, wakati Mungu alisema ban, mafuta yanapotoka harufu ikienda juu, Mungu kwake ilikuwa ni sadaka njema sana. Kwa hiyo ndio maana ilikuwa adhabu kali sana. Nimeandika pale tena, kabla ya kuteketeza mafuta huja mtumishi wa kuhani akitaka kupatiwa dhabihu. Lawi 16:17 inasema, naye kuhani atayeteketeza kwa moto juu ya madhabahu, mafuta yote ni ya Bwana. Burning of fat represented giving God the first and the best by honoring God. Walitakiwa kusubiri mafuta yote yaungue ikawa kama sadaka njema mbele ya Bwana. Kwa hiyo ni kitu ambacho kilimchukiza sana Mungu, na ndio maana Mungu ni Mungu wa haki sana. Anachokipenda ni kwamba Mungu hakuanza tu kwa hukumu, tutaona huko mbele, alienda akatoa onyo, ambapo walivyomgomea Mungu akapiga kwa laana yake. So tunajifunza nini basi? Tamaa inapoingia katika huduma, ibada mara nyingi wao inakufa. Unapoingia tu tamaa, jaribu kuchunguza huduma nyingi, unapoweka tu tamaa, ibada inakufa, Mungu anakaa pembeni. Na uporaji wa sadaka huleta laana malangoni. Remember Ananias and Sapphira wakati tunasoma kitabu cha Matendo ya Mitume tulichomaliza juzi. Kuitanguliza nafsi yako katika huduma huondoa utukufu wa Mungu. Na huduma yenye tamaa huleta laana juu ya taifa lolote lile. Na mbaya zaidi, yani taifa lote linaungua. Yani Mungu atusamee sana. Na sadaka huwa takatifu pale inapomwekea Mungu kwanza. Dhambi ya wana wa Eli ilipeleka kuathiri imani ya wengi. Can you imagine, wewe ndio kuhani, na kuhani ni mtu yoyote ambaye anakaa, tumefanywa kuwa makuhani na wafalme. Kwa hiyo unapokuwa unatenda dhambi, sometimes ile dhambi inaweza kaenda ikaathiri imani ya watu wengi sana, wanaumia kwa ajili yako. Mungu atusaidie sana, mimi nikiwa wa kwanza, tujue kama watumishi wake tunafanya kitu gani mbele ya Bwana. Na pia dhambi ya kiongozi huathiri wengi. Nakumbuka mfano wa Joshua na Sauli na Daudi. Joshua alikosea, Mungu alimwambia uwa wote, akafanya agano na the Gibeons. Alivyofanya agano ikaisha, Sauli akaja akalifanya kimbelembele, yeye akaua. Sauli akaondoka, anafika Daudi anakuta Sauli ameshaua Gibeon. Mungu akawa anaheshimu ile covenant ya nani? Ya Joshua. What happened? Nchi ikaingia kwenye njaa miaka 3. Daudi mpaka kupata akili after 3 years ndo anaenda kutubu kwa Bwana. Ni nini Mungu anamwambia? Ni kwa sababu ya nyumba ya Sauli wameua. Kwa hiyo dhambi ya kiongozi huathiri wengi, be it political, be it religious. Mungu atusaidie sana. Pia Mungu huchukizwa na ibada isiyo safi. Heshima kwa Mungu ndio msingi wa huduma ya mtu. Nimetoa reference, mlee mtoto katika njia impasavyo, kama walivyosema wengi wataniambia siku ile, Bwana hawa tunajua kabisa, kama nilivyoongea, walikuwa wanatoka kwenye blue blooded from Aaron, priesthood of Aaron, tofauti na Walawi ilikuwa ni yenyewe, yani ile yenyewe blue blood. Mungu atasema sikuwajua. Na pia kuna mstari wa Mika 3:11-12 wakati nasoma nilipelekwa, inabidi muusome wenyewe. Anasema wakuu wake huhukumu ili wapate rushwa, na makuhani wake hufundisha ili wapate ijara. Basi kwa ajili yenu mji wa Sayuni utalimwa na Yerusalemu itakuwa magofu, kwa ajili tu ya makuhani na wakuu kufanya makosa. Bwana atusaidie sana. Pia maana shina la mabaya ni kupata fedha. Basi naomba tu niache hiyo, tuendelee sehemu ya 3 tumalizie. Sijui muda unaendaje moderator, naona tumebaki na dakika 7 tu. Sijui mtatuongezea kama dada Ana. Okay, sijui kwa sababu sijui urefu huo mwingine, kwa sababu hata nikikuongezea hizo dakika, unataka nikuongezee dakika ngapi?
kama 15, provided kama labda wachangiaji hawataongea sana, ili niweze kumaliza. Natamani tumalize hii ya leo 15 to 20. Kama Asante. tulivyotoa angalizo kwamba hii ni ndefu sana, ina vitu vingi, especially part ya kwanza. Kwa nasikiliza direction zenu wewe pamoja na CEO. Well, mimi binafsi kwa sababu muda umeisha anyway, ningekuongeza dakika 15, sijui kama utamaliza ama unaweza ukaikari forward kwa ajili ya next week na kusikiliza wewe. Mimi ninaomba kama nitaanza kupewa dakika 15 max. Sasa inategemea na wachangiaji pia. Haya, twende. Sawa. Sawa, basi nitasoma, haiko ndefu sana. Sister Victoria, naomba ukaribia usome 18 mpaka 21. Tasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Tena mstari wa 18 anasema, lakini Samueli alikuwa akitumika mbele za Bwana, naye alikuwa kijana mwenye kuvaa naivera ya kitani. Mstari wa 19, tena mamaye humfanyizia kanzu ndogo na kumletea mwaka kwa mwaka, hapo alipokwea pamoja na mumewe ili kutoa dhabihu kila mwaka. Mstari wa 20, naye Eli akambariki Elkana na mkewe, akasema, Bwana na akupe uzao kwa mwanamke huyu badala ya azimo aliyoazimiwa Bwana. Kisha wakaenda nyumbani kwao. Mstari wa 21, naye Bwana akamwangalia Hana, naye akachukua mimba, akazaa watoto wa kiume 3 na wa kike 2, naye huyo mtoto Samueli akakuwa mbele za Bwana. Amina. Amen. Amen. Sasa moderator, karibu. Asante jamani, karibuni. Hiyo mistari michache iliyobakia, tumejifunza nini? Naangalia mikono hapa. Dada Ana, naomba uendelee, kama wana point wataongeza. Asante sana. Basi na mimi nitaendelea. Asante sana. Mstari wa 18 mpaka 21. Biblia inayosoma inaniambia, lakini Samuel alikuwa akimtumikia Bwana. Alikuwa akimtumikia Bwana, naye alikuwa kijana aliyevaa naivera ya kitani. Mama yake alimshonea nguo na kumletea kila mwaka. So tunajifunza nini? Nimesema wakati wana wa Eli wanafanya uovu, mtoto huyo alikuwa na hudumu katika utakatifu, ambao tumeshaiongea. Mungu hutayarisha vizazi vya wacha Mungu katikati ya upotovu. Samueli ni mfano, na uaminifu wa kweli huanza katika utoto. Na tunapoongelea Samueli, utoto wakati nafundisha, Roho Mtakatifu alikuwa ananifundisha, unajua, usiangalie tu utoto wa Samueli, lakini angalia utoto ule, uchanga wa kiroho. Mtu anapokuwa anaokoka, Mungu anapenda sana roho ambazo zinaamini. Anapomwambia Mungu, naomba nipe ndege, ule ukiwa kwenye first stage ya wokovu, Mungu ukimwomba kitu mara nyingi anakupa, alafu unaingia stage ya pili, ndipo Mungu anapokuonjesha uone wokovu uko vipi. Kwa hiyo Mungu anapenda mioyo safi. Nimeandika Isaya 59 kwamba anaketi mahali pa juu palipoinuka pamoja na wale waliotubu na kupondeka mioyo. Huyo ndio Mungu. Na pia utumishi wa kweli hauna umri ila utii wa moyo. Nimeandika mfano wa mtoto anaitwa Emmanuel Fidunda. Mkipata nafasi Google tu Emmanuel Fidunda, utamwona huyu mtoto. He's very young. I think he's 12 au 9, lakini ni mtumishi wa Mungu mkubwa sana hapa Tanzania. Mungu ndo anatafuta watoto kama hao. Ndio the generals wa siku hizi. Na pia mwingine nimeandika mfano wa Jeremiah. Kuna kitu ambacho nilijifunza wakati najifunza. Hana alimtengenezea Samueli naivera yake kila mwaka. Biblia haikusema tu ile kwa sababu kwamba tu kwa nini kila mwaka. Nilichojifunza ni kwamba unajua lile lilikuwa ni vazi la kikuhani, ile naivera inavaliwa juu ya zile kanzu naivera, na ilivaliwa juu ya kanzu. Angalia kipindi kile cha watoto wa sons of Aaron, watoto wa Aroni, wakati Mungu anasema katika Kutoka 28:6 mpaka 12, utaona thamani ile naivera. Lakini pia ilikuwa ni ishara ya utakatifu na kujitenga kwa huduma mbele za Bwana. Lakini pia unaposema vazi jipya kila mwaka, kila mwaka linabadilisha, ni mfano wa ukuaji wa mtu kiroho. Kwamba unajua, nimeandika kiriba kipya kinahitaji kiriba kipya kinahitaji, huwezi kuweka, wanasema kwamba wine katika kiriba cha zamani kinapasuka, na ndivyo ilivyokuwa. Kila alivyokuwa anakuwa alikuwa anahitaji a new garment, and this is what the mom was doing kwa ajili ya mtoto wake. So unapotoa kwa Mungu ni lazima uendelee kukilea kwa maombi. Kile unachokitoa, unaona mama anaendelea kukilea, ile sadaka yake anaendelea kulea, hajaitoa tu akaiacha. Pia unamwambia Mungu, kumbuka, unaendelea kuihudumia ile sadaka. So nimesema with each growth comes new responsibility, and hence the new
garment ambayo alikuwa anapewa Samueli. Kwa Kiebrania, kutengeneza vazi jipya kwa mtoto ilikuwa ni kitendo cha upendo na pia ni kitendo cha uangalizi. Kwa Samueli ilikuwa ni tendo la uangalizi wa kiroho, ukumbusho kwamba yeye alikuwa ni mali ya Bwana, na ndio maana alikuwa anavalishwa na ivera, kwamba ametengwa kwa ajili ya Bwana. Kila ukubwa mpya wa vazi uliashiria pia majira mapya kwa mtoto Samueli. Biblia inasema naye Bwana akamwangalia Hana. Verse ya 19. Ukisoma verse ya 19 kule nyuma mstari kwa verse ya 19 sura ya kwanza inasema Bwana akamkumbuka Hana. Mstari wa sura ya pili mstari wa 20 nasema Bwana akamwangalia Hana. Unaona, akamkumbuka, akamwangalia. Ikanikumbusha Mwanzo 21:1 wakati tuna discuss na viongozi juzi. Biblia inasema kwamba Bwana akamjilia Sara kama alivyosema, akamtendea kama alivyoahidi. Kwamba Mungu huwa anafanya. Unaona, huko alimkumbuka na huko akamwangalia, mtoto akaja akazaliwa. Akazaliwa tena akazaa mara ya pili. So Bwana alisikia maombi ya Hana na akamkumbuka kama alivyoongea na Ibrahim na Sara na akatimiza. Bwana pia hunena juu ya watu wake, yetu ni kusubiri tu kwa wakati na utimiza kama alivyosema katika Yeremia mwanzo. Mungu ulitimiza neno lake, uliangalia neno lake akapate kulitimiza. Pia tunaona Eli akiwabariki Elikana na Hana thawabu ya uzao zaidi. Mungu alikumbuka sadaka ya Hana. Mungu rudisha zaidi kwa atoaye kwa moyo safi. Kuna mstari unasema kwa kipimo cha kusukwa, toeni. Unapotoa Mungu anarudisha, mpaka unaona alipewa watoto 5. Na pia baraka ya kweli hutoka kwa Mungu kupitia vinywa vya masihi wake. Tendo la uaminifu mbele za Bwana huzalisha ongezeko la neema. Na pia Mungu akikumbuka huwa anazidisha. Kutokana na utoaji wa mtu wa kweli, Mungu pia ni mtunza wa maagano, tunajifunza, na ukuaji wa kiroho uletwa na kukaa mbele za Bwana. Basi ni hivyo tu, naomba nisisome hizi reference kwa leo kwa ajili ya muda, lakini niwashukuru kwa ajili ya muda wenu. Naona nimeweza kukomboa wakati, ni saa 1:02 kwetu. Asanteni sana kwa kunisikiliza na Mungu awabariki. Naomba tu moderator kwa dakika 1 niseme tu kama kuna mtu yoyote ambaye yuko tayari kumpokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, karibu. Muda ni huu, wakati ni huu. Kama ulianguka, uliteleza, tafuta mmoja wetu, tutakuongoza ili siku ile Kristo akija asubuhi njema, wote tukutane wote katika pearly gates. Mungu awabariki sana. Over to you moderator. Asanteni kwa kunisikiliza. Ana, Amina dada Ana, naomba ushare hizo reference. Malizia na hizo reference, alafu Sister Rebecca na kitu cha kuongezea, and then we'll be done. Ni share reference. Yes, kwa sababu ulikuwa unasema huna muda, kwa hivyo unaweza tu kumalizia. Na hongera sana kwa kuona kwa muda. Sorry kwa kukimbizana, kama malizia tu vizuri. Sawa. Basi reference niziandika pale kidogo, ziko nyingi kidogo, lakini kuna Zaburi ya 92 13-14 inasema waliopandwa katika nyumba za Bwana watachanua kama nyua za Mungu wetu. Katika nyua za Mungu wetu tunamuona kama Samueli anazidi kuchanua mbele za Bwana. Na pia Wakorintho wa kwanza 15 inasema kazi yenu katika Bwana si bure. Na Hebrania 6:10 inasema kwa maana Mungu si dhalimu hata asahau kazi yenu na upendo mliomwonyesha. Mfano mzuri tunamuona Hana, Mungu hakusahau na akamzidishia watoto 5, tena wa kiume 3 na wa kike 2. Na Mathayo 18:6 inasema lakini mtu atakayekwaza mmoja wa hawa wadogo waaminio, ingekuwa heri afungiwe jiwe la kusagia shingoni na kutupwa baharini. Ni tunaongelea kuhusu watoto wa Samueli ambao walimuudhi Bwana. Yohana 12:24 inasema chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa ukaa hivyo, lakini ikifa hutoa mazao mengi. Haleluya. Na Zaburi ya 115:14 inasema Bwana atawazidishia baraka ninyi na watoto wenu. Na malizia kusema atatuzidishia sisi na watoto wetu baraka. Mungu awabariki sana. Naomba ni stop kushare moderator, nirudishe kipindi kwako. Asante sana. Amina dada Ana, ubarikiwe sana. Sister Rebecca, point yako, karibu. No, point yangu mwalimu ameshaiongea. Mungu akubariki. Asante sana kushiriki katika kujifunza neno la Mungu. Mpendwa, kama utapenda kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kukaribisha uombe sala ifuatayo. Baba wa mbinguni, asante kwa upendo wako na rehema zako, na kujia katika jina la Yesu Kristo. Nakiri kuwa mimi ni mwenye dhambi na naomba msamaha wako.
Ninaamini kuwa Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zangu na akafufuka ili nipate uzima wa milele. Namkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ingia moyoni mwangu na unifanye upya. Nisaidie kufuate siku zote za maisha yangu. Asante kwa kunipa wokovu kwa neema. Amina.